Naam, Mkalaboko, Tanzania kwa sasa kwenye ulimwengu wa mpira wa miguu tunaenda kwenye uchaguzi ambao ni uchaguzi unaogusa sehemu mbalimbali. Kubwa ni kuhusiana na nafasi ya rais. Yako mengi sana ambayo yanazungumzwa, Karia hivi, Karia vile, Karia amefanya mazuri, Karia amefanya vivi. Taifa la Tanzania limekuwa kwenye nafasi kubwa sana ya kimpira. Pengine labda haya ambayo ameyafanya, wapo wengine ambao wameendambana kusema kwamba huu ni wakati ambao tunatakiwa kushuhudia mabadiliko kwenye nyanja ya mpira wa miguu Tanzania, hususan kwenye nafasi ya urais. Kwako kama mdau wa michezo Tanzania na mdau mkubwa sana, na wewe pia unafahamu vizuri na unafuatilia vizuri mpira wa miguu Tanzania, tuambie tathmini yako juu ya kile ambacho kinaendelea hapa Tanzania kuhusiana na uchaguzi. TFF Karia ni bondia wanayetaka asipigane na wenzake kwa kutumia kanuni, kwa kutumia katiba, kwa kutumia utaratibu ambao wamejiwekea muda mrefu. Na ndio maana wadau wa michezo wengi hawapendi. Wadau wa michezo wengi wanaumizwa, japo ni utaratibu na kanuni ambazo zimewekwa. Kwa nini? Matatizo ya mpira wetu ya bodi ya ligi, si kamati ya mashindano ya saa 72, huwezi kumtenganisha nayo Karia. Ni uongo. Huwezi kumtenganisha nayo Karia. Matatizo ya mpira huu, acha mafanikio. Tunazungumzia matatizo ambayo yanafanya watu wengine watamani nafasi. Huwezi kumtenganisha nayo Karia. Matatizo ya mfumo wa mpira wa nchi. Sisi mpira wetu hauna tatizo kwenye uwekezaji, ambao uwekezaji unachangamana na mambo mengi. Uwezo wa vilabu vyenyewe kuvutia wawekezaji, uwezo wa sera za nchi kuvutia wawekezaji, wala sio kiongozi wa mpira. Kwa sababu ukisema hawa Azam mbona wameanza kuwekeza kabla ya Karia? Sio wakati wa Malinzi ule ndio amekuja Azam kufanya mikataba. Kwa hiyo shida ya mpira wetu sisi sio uwekezaji, sio kipindi, ni mfumo wa mpira ambao unatokana na aina ya viongozi tuliokuwa nao. Kwa nini? Kupitia sifa hizi ambazo ndio tunazotumia kumbakisha Karia madarakani. Kama mnakuwa na viongozi wa mpira mnawalinda kwa sifa ngumu, basi wawe na uwezo mzuri ili walindwe vizuri. Lakini changamoto zikiwa nyingi na watu hawatakiwi kutoka kwa sababu wana kanuni, ndio maana nikasema TFF Karia ni bondia anayetaka asipigane na wenzake. Kwa sababu unapotaka endorsement mtu achukue zote wenzake wasipate. Unajua endorsement ni uidhinishaji. Unasema uidhinishaji ufanyike, watu wengine wote wamuidhinishe mtu huyo, wengine wasimuidhinishe. Tafsiri yake hawa washamuandaa mgombea. Na ndio maana kwa watu ambao wanataka kuona changamoto zilizo nazo zinatatuliwaje, wanataka kuona huu uchaguzi angalau ushirikishwe. Lakini kwa bahati mbaya ndio kanuni iliyokuwa. Sasa tutafikaje huko? Turudi kwenye uhalisia. Uhuni huu unafanywa na watu wa mpira ambao ndio wana mamlaka haya, bila kujali changamoto za mpira wetu, bila kujali mahitaji ya mpira wetu. Leo tuulizane hapa, maendeleo ya mpira ni mfumo wa mpira ama miundombinu ya mpira? Ni vitu ambavyo vinategemeana. Lakini mfumo wa mpira uende na miundombinu ya mpira. Miundombinu ya mpira inajengwa na nani? FIFA dunia nzima. Hata wakati Malinzi alipata shida na fedha za FIFA. FIFA hawajawahi kuacha kuleta fedha nchini hapa. Wala hakuna uwezo wa mtu akikaa pale ataleta fedha. FIFA project ya football ni ya nchi nzima, wala sio ya mtu. Hata tukuchukua wewe kwenu mwana Rumango ukakae pale, fedha za FIFA zinakuja tu, ni budget ya FIFA ya kila mwaka. Swala linakuja ni usimamizi, utendaji na matokeo ya mpira kwenye mfumo wa nchi. Kiongozi wa mpira wa nchi hii umpime tunapopata maendeleo makubwa ya soka la vijana, tunapopata wachezaji washindani wanaozalishwa kwa ubora kwa nchi hii. Sio mpira ubaki kama ridhaa. Sasa hivi utasikia kituo hiki kimepeleka watu Ulaya, wakirudi mwisho wake hujui. Mambo yanaendelea. Timu zetu za vijana ndio hizo. Nchi nzima eti Pipino ndo kakabakaba sima watu mameuka ndo anafifia wewe mtu nzima. Mfumo wa mpira na soka la vijana haupo. Mfumo wa wataalamu kwenye mpira haupo. Mfumo wa kuwajengea makocha haupo. Uwezo wa kuwajengea watu wa kada ya mpira waishi maisha nje ya mpira katika mfumo haupo. Unadhani inakuwaje? Changamoto hapo ni mfumo wa mpira, sio mambo ya uwekezaji. Kwa sababu sasa hivi kila mtu akisimama Karia atakwenda kueleza maelezo yake. Unaona Chani wameleta hapa. Chani wanaleta hapa kwani kwa sababu hivi viwanja anajenga Karia. Serikali inafanya nini? Skodi za Tanzania wote ziko pale. Waziri wa michezo anafanya nini? Tulikuwa na sera ya michezo ya mwaka 99. Imerekebisha mambo mengi sana, ndio unaona miundombinu ya viwanja. Wanaitafsiri sera ya michezo. CCM unawaacha wapi na ilani yao ambayo ndio inazungumza mambo haya? Bajeti ya zaidi ya bilioni 500 wameiweka pale. Bilioni 500. Bilioni ya kujenga viwanja vya miundombinu. Kiongozi wa mpira apimwe kwenye miundombinu, anapimwa kwenye mifumo. Nitakurejesha. Ubelgiji walikuja na majibu ya mfumo, ndio tukapata kikosi chao cha dhahabu.
German walikuja na majibu ya mfumo, ndio tukaona World Cup 2014. Spain wamekuja na majibu ya mfumo, ndio unaona makocha, madirector, team director, wachezaji sawa, ma-DT, sporting director wengi wa Spain, kwa sababu wamewekeza kwenye kada hiyo. Leo tukuulize hapa, Nigeria wana timu yao CAF Champions League inafika finali, tukikutana nao kwenye AFCON ni kipigo, wamejiwekeza kwenye mfumo. Wachezaji wao tutawanunua hapa, timu zao tuoni mbali, lakini ndo kwenye chani utakubunda, kwa sababu wamewekeza kwenye mfumo. Sasa sisi uwekezaji peke yake sio kipimo. Twende Misri, ukiwakuta chani wa moto, ukiwakuta AFCON wa moto. World Cup wanakwenda, wamewekeza kwenye mfumo na uwekezaji wa vilabu vyao, na kwenye ngazi ya vilabu wa moto. Sisi vilabu vimewekezwa kwa sababu ya fedha za matajiri. Leo ukizungumza mafanikio ya Young Africans, mtu wa kwanza kutajwa ni GSM na kina Hersi. Ndio watu wanaosimamia ule mpira. Ukitaja Simba, huwezi kumtega Mo Dewji. Sasa ukisema mafanikio ya Simba ya rais wa mpira inakuwaje? Kipindi hicho timu zetu zilifanya vizuri, alikuwa sio rais wa mpira. Kaongeza nini? Anawasajilia timu. Hivi wewe TFF wakwambia kasajili nje ya nchi, wanakuambia katutete mchezaji gani? Si wewe nyinyi na utaratibu wenu. Sasa nini tunataka kusema? Kwamba wakati tunataka kuzungumza mafanikio yake, tuweke hatua kidogo na madhaifu yake. Lakini pia akijua madhaifu yake ili asaidie mpira. Swala la kutaka kumuona mtakatifu sana, hana makosa, au ni kiongozi ambaye katufikisha pabaya, sisi hatujapiga hatua kwenye mpira yetu kama mfumo. Uwekezaji ni kwa sababu ya sera za serikali na watu ambao wanatoa fedha zao wanawekeza kwenye vilabu. Kwa hiyo eneo lolote la kumsifia kwa uwekezaji ni kumkosea heshima na kuwanyima nafasi ya watu waliowekeza kwenye mpira. Azam na wazungumzaji ambao wana academy karibu 90% ya wachezaji sasa hivi wanatoka kwenye klabu yao. Sasa Azam ni nani kaliwekeza? Kwani wewe ukiwaambia watu wakafungua academy, kwani watoe vibali vya academy vinaenda wapi? Ni kwamba mwenye udhatiti wa kuwekeza ndio anaweza kuleta matokeo. Kwa hivyo wakati tunaizungumza football ya nchi yetu na huu uchaguzi wa TFF, tuangalie tuna tatizo eneo gani kuliko kuangalia kutafuta mafanikio. Sasa hivi vimeanza vitisho. Wanamlazimisha ajiuzuru, sio afanyaje? Analazimishwa aje ajiuzuru. Kama Karia hili wasilazimishwe kujiuzuru au la, waweke uchaguzi wa huru na haki. Na hawezi kuweka uchaguzi na uhuru na haki, kanuni ndio imemfanya awe ni bondia ambaye hataki kupigana na wenzake. Huu uchaguzi watabaki peke yake. Kuna vipengele vingi wanasema kwamba ni kama vile aliviwahi kwamba masuala haya ya endorsement, naona amekusanya zote. Sheria inasemaje kuhusiana na masuala ya endorsement kama mtu ataamua kukusanya watu wote ambao wanahusika na kumwendozi mgombea kwenye nafasi ya urais? Endorsement ni utaratibu wa kikanuni wa katiba ya TFF. Sasa. Lakini sio rafiki na maendeleo ya mpira wa nchi yetu. Hakuna mtu akubaliana na hiyo kanuni. Ipo, ila haina matunda kwa maendeleo ya mpira. Ni kama ipo ya kuwabakisha watu madarakani. Hawa wametuharibia chaguzi zao kuanzia kwenye mikoa na wilaya. Wamewekana kwa ajili ya kuchaguana tu kubaki madarakani. Kwanza hata ukiangalia sura za viongozi wa mpira unaona sasa hakuna mpira hapa. Wao wasimame wenye vitu wa mikoa, wa vyama vya soka. Wewe mna mpira huko. Humu kuna watu tu wako madarakani wanufaiki. Hamna mpira. Hawana mpira. Ndio maana ni rahisi mtu akatoka hapa kailaumu serikali, wakati viongozi wa mpira ndio ilibidi waangalie wanawezaje kusomesha mifumo, yani mifumo ya mpira isomane na serikali. Hawana mpira hawa. Wapo kwa ajili ya maslahi yao tu. Wanakuja kwenye mpira kwa sababu ni sehemu ambazo watu wanataka madaraka, ila hawawezi kuyatumikia madaraka. Na ndio maana ni rahisi kuweka mifumo migumu ya kutokulinda mambo ya mpira. Hatukatai mtu anakotolea mfumo wa CAF na wapi, lakini angalia hao viongozi wa CAF wanaotoka mataifa mengine na kwetu. Wanajenga mifumo ya mpira wa nchi zao. Hawajengi mambo kwa kujivunia uwekezaji. Sisi hatukatai. Apimwe kwa upana na ukubwa mpira wetu. Ujinga wa bodi ya ligi, changamoto za bodi ya ligi mpaka inajiuzuru. Yes, alikuwa anaratibu ule ujinga. Kwa yani kujiuzuru bodi ya ligi kageuka mzuri tena. Si ndio watu walishinikiza hiyo. Kwani unafikiri bodi ya ligi imejiuzuru kwa kuonewa? Ni madudu. Na yeye anakubaliana kwamba wale walikuwa wako sahihi. Na kwa kudhibitisha kwa sahihi mpaka wamesaidiwa. Si tulisema hapa. Mpaka wamesaidiwa. Sasa yeye anakuwaje mzuri mtu ambaye alishindwa kusimamia jambo la kumaliza? Maana yake yeye ni sehemu ya mgogoro wa mpira wa nchi. Na sasa hivi mimi niseme tu, Watanzania ni watu ambao wanafiki sana. Watanzania wanafiki sana. Leo tunataka kiongozi wa mpira anayesaidia vilabu, sio kusaidia maslahi ya mpira wetu. Timu zetu zote tunazozisifia, mfungaji bora sasa hivi anaweza kama mtu kutoka nje ya nchi. Mchezaji bora ni mtu kutoka nje ya nchi. Tuna chani hapa.
Hakuna mtu anazungumzia mustakabali wa ubora wa wachezaji wetu siku za usoni. Hakuna mtu anazungumzia mustakabali wa majibu ya wachezaji wetu siku za usoni. Hatuwezi tukakaa tukajadili mpira wetu tunaofanyaje siku za usoni. Yes, fitna pale TFF. Kuona mpira huu na watu fulani wa usemee. Leo wanasema kwamba Karia analazimishwa kujiuzuru na mamlaka. Tuulizane hapa, yapi makubwa yaliyofanyika makubwa ya mfumo wa mpira? Mtu atakuletea uwekezaji. Uwekezaji sio wa mtu. Uwekezaji ni sera ya wazi. Mfumo wa mpira ni upi uliosaidiwa? TFF FIFA wanapotea hela kwenye kila shirikisho lijenge complex. Inatoa ni agizo la FIFA. Hata ningekuwa mimi ningekaa pale, hizo fedha zinakuja kila mwaka, mabilioni ya shilingi ya dola yanaletwa. Ili mifumo wala uyaombi, yapo tu. Yaani lazima upewe. Malinzi wakati ule umetoka hela, imetengenezwa uwanja wa Gombani. Ni fedha za FIFA. Gombani, Amani, kama watu hawajui. Sio serikali. Na serikali na mkono wake. Wanaongeza. Umeelewa vizuri? Serikali tuwasifie kwenye miundombinu mipya sasa. Ya Arusha. Amani pale wameweka mkono wao. Kwa sababu tumejiandaa na Chani. Chani aliyotoa fedha mabilioni ya shilingi ni serikali. Chani haijaja bure, serikali imetoa fedha. Sasa utasema ni nani sasa? Kwani hata ukikaa pale serikali ingetaka Chani isingekuja? Lazima ije. Kwa hiyo tusitumie nguvu nyingi. Sio kumpamba, tukumbusha kipindi cha uchaguzi ni cha kupima mafanikio ya mtu, sio kuaminishana hakuna tatizo. Tuna matatizo ya mfumo kwenye mpira wetu. Sisi tatizo letu ni mfumo kwenye mpira wetu, sio mtu kwenye mpira wetu. Rais Karia hajaleta maendeleo ya mfumo wa mpira. Mfumo bado unatuumiza. Uwekezaji, hata wewe ukikaa pale watu watawekeza tu. Wanapenda vilabu vyao. Wanapenda vilabu vyao. Simba na Yanga nakosaje wawekezaji? Mama Samia mwenyewe kasema na watafutia wawekezaji. Simba na Yanga hata atoke Mo kesho, atoke JSM kesho, wawekezaji wapo, watakuja tu. Vilabu vinajiuza. Tumezishuhudia. Ligi yetu hata atoke Azam, wawekezaji wa TV Rais watakuwa. Kabla ya Azam sio walikuwa DStv, walikuwa wanavutana sana. Kwani shida nani? Azam mwenyewe tenda anaipambania. Kwa hiyo asidanganye mtu kwamba huyu kaleta wawekezaji wanakuja wenyewe. Tunataka mfumo, mpira wetu unatengenezwa kwenye mfumo. Ndio maana timu zetu za vijana zikienda tu group stage huko Kofi chapo tunarudi kama tulikotoka. Sisi tunashindaga Sekafa tu za wanawake. Ndio tutakowaweza huko. Ndio sehemu ambayo Tanzania inajivunia. Ndio, lakini mfumo wa mpira mbovu. Tunataka rais anayekuja kutibu mfumo. Na yeye akirudi akaangalie mfumo kama atarudi sasa. Lakini kiukweli mimi ukiniambia matatizo ya TFF na bodi ya ligi ambayo yamefikisha mgogoro wa ligi yetu, Karia ni sehemu ya matatizo. Kwa sababu yeye ndio bosi wa pale juu. Sio bosi, tuambiwe. Na mimi mbona miongoni mwa watu ambao naona kabisa kama yeye ndio sehemu ya tatizo la mpira wetu. Upendeleo unaotajwa kwenye timu yetu ya taifa, kujuana. Umeelewa vizuri? Kuna upendeleo mkubwa kwenye timu ya taifa. Changamoto kibao, urasimu. Tunaangalia mapungufu ya waamuzi. Yes, ndio rais wa mpira wa nchi, hayaoni. Bodi ya ligi kuwa huru. Yes, ndio rais wa mpira wa nchi, akae na watu kwenye vikao wakamaliza. Na hawaoni sababu, yani kwa namna ambavyo kanuni za TFF na katiba ilivyo. Tukiendelea hawa bila kufanya jambo kubwa la mabadiliko ya kutoka nje kuliko ndani mwao. Ndani washajifungia milango, wamekubaliana na mwenendo wa mambo wa mpira wetu uende kwa kubabaisha. Ndio maana wamejiwekea hizo endorsements za kikatili. Na watetezi wa haya yote sio watetezi wa kanuni, watetezi wa matumbo yao. Kwa sababu kanuni mbovu zibadilishwe, zitunufaishe. Sahihi. Kwa sababu kanuni ipo inaweza kufanyia marekebisho. Sawa, uchaguzi wa TFF kupitia katiba ya TFF. Karia ni bondia anaenda kupigana peke yake. Hata kupigana na wenzake. Sasa Karia ni bondia anaenda kupigana peke yake, hata kupigana na wenzake kwa sababu kimuundo amejiwekea hiyo hali. Kwa hiyo iko wazi na iko hivyo, kwa uchaguzi umekaa katika sura ya upendeleo. Umekaa katika sura ambayo hakuna nafasi kwa watu wengine. Sasa tunatakaje mpira wetu uende? Kwanza ni kanuni ambayo ni katiba ndio ibadilike. Lakini bahati mbaya uchaguzi umefanyika haraka, muda wa kubadilisha katiba hakuna. Upo kwa ajili ya kumpendelea yeye na genge lake. Maana kwa viongozi wametoka kwa ni magenge yao haya. Hawatoi endorsement kwa mtu yoyote. Sasa ili genge nani anakubali iongoze mpira wetu? Hawa lazima wafyatuliwe. Kwanza wale ndo watolewe. Wanaosema wanaweza kufyatuliwa hawa, mimi ni miongoni mwa watu ukiniambia hawa wafyatuliwe kwa sababu wanataka kutumia genge la mpira kuendesha maisha yao. Hawana mustakabali. Hawa tafuta wana vyama vya soka vya mikoa. Wakutajie viongozi kwanza sio mikoa yote unayojua wewe. Mimi na experience, mimi nishakuwa afisa habari wa chama chako. Sasa sitaki hata kuisemea sasa hivi. Sababu mpira umechacha huu wa nchi. Mimi afisa habari wa chama cha soka cha mkoa mmoja hivi. Na utaki tena kuzungumza. Sitaki kwanza. Kwa sababu vitu vinafanyika. Mpira umechacha. Sitaki.
Na wala sihitaji kusemea mpira wenyewe. Usigombee nafasi TFF. Uchaguzi, wani wanatangaza nafasi, uchaguzi umekwisha. Washamweka mtu wao. Kwa haraka Mkalaboko, wa jinsi ambavyo unatizama hizi kanuni haziwezi kufanyiwa marekebisho kabla ya uchaguzi kufanyika, kwa maana BMT wakae sasa waweze kufanyia marekebisho hizi changamoto ambazo tayari zimeshakuwa bayana kwamba hiki kinachoendelea dhamira yake ni hii. Maana yake usimamishe uchaguzi sasa. Uitishe mkutano mkuu mwingine. Na ratiba ya uchaguzi imetajwa na kamati ya uchaguzi ipo kazini. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona tatizo la familia ya jirani yako, usimwangalie jirani yako baba, wana familia wote wana matatizo. Wana familia wa mpira nao wana matatizo. Vilabu, vyama vya shirika, vyama vya soka vya mikoa, venye wajumbe mkutano wa TFF, tunaongozwa na viongozi wa mpira wasiojua maslahi ya mpira. Kama vile wanakabia juu. Wao wana matatizo, hao ndio wanatutalisha kina Karia hawa. Hawa ndio wanatutalisha sheria mbovu. Kwa sababu hawa wapo kwa ajili ya matumbo yao. Mpira huu kimuliko wa serikali, sisi tuna ujinga kuanzia vyama vya soka mikoa. Wanaleta wagombea, wanashaguliwa wengine hata na wajumbe batili ili mradi tu wawe viongozi. Kulikuwa na shida ya uchaguzi wa Mbeya, shida ya uchaguzi wa Shinyanga. Ndio mfumo wa mpira umekaa kikatili. Kwa hiyo wakati mwingine BMT labda waangalie safari yao. Wengine hao mkiwacha hivi hawatoki. Yaani ile ni familia yao, mpira ni familia yao. Hawatoki. Hawatengenezi mfumo rafiki wa kuleta viongozi bora. Maana yake huwezi kupata mapinduzi ya mpira. Ndio maana nikakuuliza atoke mtu hapa. Mimi nataka mdahalo. Tumfunze maeneo aliyofanikiwa mpira na mifumo, na sisi tunaojivunia uwekezaji. Ndio uwekezaji sio mafanikio. China ndio ilivunja rekodi ya kuwa inalipa mishahara wachezaji wote kuliko dunia nzima. China. Walienda wapi? Timu yao ya taifa inacheza World Cup. Inatamba World Cup. Ni nini maana yake? Si uwekezaji. Sisi ndio vilabu vyetu vinacheza nusu finali na finali kila mwaka. Timu yetu imeshawahi kushinda hata mechi moja ya AFCON. Maana yake tunatumia uwekezaji. Uingereza timu zao zilikuwa zinacheza hiyo Champions League zinachukua ubingwa na kwa. Lakini kufika robo finali ilikuwa ni kazi. Safari wakarudi kwenye uwekezaji, tunaona wanafika mpaka finali. Tafsiri yake mpira ni uwekezaji. Mpira ni uwekezaji. Mpira ni mifumo na uwekezaji. Uwekezaji ni mpango wa muda mfupi, mifumo ni mpango wa muda mrefu. Tunataka viongozi wa mpira wanaokwenda kuboresha mifumo. Na uwekezaji na mfumo ni vitu ambavyo vinategemeana, lakini mfumo ni bora zaidi. Mfumo unaweza kuzalisha kuleta uwekezaji kwa wepesi kuliko uwekezaji kuleta mfumo. Sisi tuna viongozi ambao wapo kwa ajili ya uwekezaji. Akikaa hapa mnamsifia uwekezaji. Sio tumenani. Tulipata hapa chani ya under 17 wakati ule. Kwa sababu complex na uwanja, Benjamin Mkapa kuna uwanja. Ni uwekezaji umefanyika na Azam. Sio kiongozi wa mpira. Hata wewe ukikaa hapa chani itakuja tu. Serikali imetaka. Tunataka mpira kwenye mfumo. Uwekezaji wa kutaka kucheza chani, serikali ndio ilitaka ijitangaze na loyotua zake. Imetumia fursa hiyo. Tunataka mfumo. Mfumo ni upi sasa? Mfumo ni soka la vijana under 17, ligi nzuri, unazisimamia kwa kanuni, ndio unawekeza huko. Kwanza sasa hivi ukienda chama cha soka cha mkoa kinalingia kuendesha ligi daraja ya 3. Sasa ligi daraja ya 3 imechezwa, ndio mafanikio yetu, ndio ripoti ya mkoa ya mwaka. Ligi daraja ya 3. Kwa hiyo tunazo changamoto katika mpira wetu, na ndio maana nikasema TFF Karia ni bondia wanayetaka apigane peke yake. Hataki mwenzake kwenye uchaguzi. Na kwa namna ambavyo unaona sasa hili jambo linavyoenda, ina maana jibu rasmi ni kwamba inaonyesha wazi kwamba atarudi. Sio atarudi, tayari ni kiongozi. Hao wengine wanahangaika tu. Kama ndio hivi tunavyokwenda hivi. Yaani kashatengenezwa kuwa kiongozi. Ndio kiongozi. Yaani yeye uchaguzi alishamaliza. Wanasubiri tarehe. Yaani hapa tunamwambia, tutaenda kumwambia awepo asiwepo, atakuwa rais. Yeye uchaguzi alishamaliza. Kwa mfumo huu uchaguzi alishamaliza. Mtu mwingine hana haki ya kugombea hapa. Wakina Msola wapati endorsement, wali alishamaliza. Kina Mayai Tembele hawezi kupata endorsement. Mayai hata safari iliyopita alikosa endorsement. Alikosa uidhinishwaji wa wajumbe. Maana anayeaminika ni yeye peke yake. Mfumo wake ni Mungu wa mpira, ni viongozi wa mpira. Lakini kwa sababu sisi tunapenda ushabiki, hatutaki kuangalia mustakabali wa nchi hii. Kwa Karia hawezi kutoka kwa sababu yeye kageuza Mungu kwenye mpira. Kanuni za katiba ya TFF imegeuza Mungu. Viongozi wa mikoa ni miungu. Hawezi kubadilisha, ndio kanuni zinawabeba. Ndio ngasema ni bondia asiyetaka kupigana na wenzake. Ulingoni asimame peke yake avishwe mkanda.
ushindi wa mezani. Yani bondia ambaye anataka ulingoni asimame peke yake aveshwe mkanda. Tayari ni bondia ambaye sasa kupigana na wenzake. Ndio tatizo tuko nalo. Sawa bwana Mkaraboko, shukrani sana. Sasa.